السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد يا إخوة، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. Mwanzo ndugu zangu Waislamu, tunaanza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kuwa ni wenye kuiona siku hii ya leo, siku ya Ijumaa, leo tukiwa tarehe 11 mwezi ukiwa ni wa 8 mwaka 1447. Alhamdulillah, lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu bilhuda wa dinil haq, alimtuma kwa uongofu na akamtuma na dini ya Kiislamu, dini ya haki, dini yenye maadili ambayo ni mazuri, dini ambayo inafundisha wanadamu maadili ambayo ni mazuri. Alhamdulillah, lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kupoteza muda, ndugu zangu Waislamu, leo tutaingia katika ile mada, tuingie moja kwa moja katika mada ambayo inaongelewa katika hotuba ya siku hii ya leo. Na leo tunaongelea kuhusiana na mambo ambayo yanayozuia vijana wengi kutooa mabinti wa Kiislamu, vijana wengi kutokuwa na wanawake, vijana wengi kukuwa wahuni, vijana wengi kukuwa ni wenye wako na shida sana ya kutafuta wasichana hata wasiokuwa wa Kiislamu. Sasa kitu kinacholeta shida leo tutaongelea ni mambo ya mahari. Mambo ya mahari, viko vitu vingi ambavyo vinavyozuia kijana wa Kiislamu au kijana yoyote kuoa, lakini tutaongelea kimoja tu kuhusiana na mambo ya mahari. Maana mahari, unajua, unaambia kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameweka ni kitu ambacho ni cha faradhi, wa atu nisaa sadaqatihinna nihla, ni lazima hayo mahari umpatie mwanamke. Lakini leo mabinti wa Kiislamu, ndugu zangu Waislamu, wamekuwa ni dhahabu. Mabinti wa Kiislamu safari hii wanatafuta bwana mwenye ako na mali. Mabinti wa Kiislamu leo wanaangalia mfuko ya mtu, mfuko wake uko namna gani, kiwango chake kiko namna gani, ana uwezo gani, lani. Imekuwa ni mahali siku hizi, yale mahali wameyabadilisha ni kufanyia biashara. Leo ataolewa kwa mtu, atamwambia mahari yangu mimi nitapatia shilingi 1,100. Yule mtu akitoa mahari shilingi 1,100, anatembea pale akiona kijana mwingine mzuri, ako na uwezo, anakuja anaambia, bwana, mimi maisha yangu siweni kama yanaambatana na yako, naomba talaka yangu tu. Maana amepata yule ambaye atatoa shilingi 1,150. Na kama yule atatoa mahari ya shilingi 50,000, amepata yule atatoa shilingi 1,100. Sasa yeye amekuwa ni kufanyia biashara katika yale mahari. Na niambie kama sasa hivi wapi kijana yule ambaye hana kazi ya kufanya, kijana hana uwezo, atatoa wapi ile mali ama kitu ambacho anaweza kujimudu nacho cha kutoa hizo pesa zote ya kwamba kumchukua? Ama hii inakuwa ni kama kumnunua binti ya mtu, namna unavyonunua gari, namna unavyonunua ng'ombe, namna unavyonunua vitu vingine, ndio mabinti ya watu. Na siku hizi hata wazazi wenyewe ndio wanaambia mabinti zao ya kwamba usipige kwa mahari yako pesa ambayo ni kidogo, nataka leo na mimi nipate kitu ya maana sana. Mzazi anaambia binti yake wallahi ya kwamba binti sasa chume tu. Na ndio inafanya sasa hii. Angalia kwanza, siku hizi vijana wa Kiislamu wamekuwa ni watu ambao wamegeuka, kwa sababu mabinti za Kiislamu wamekuwa na binti ambao wamegeuka, wote wamegeuka. Maana kijana sasa, kama binti atamfanyia mahari magumu, atakuwa ni ile mpango wa kwamba anaokota binti wa ule upande wa pili ambaye si Muislamu, yule anamwambia kama stay, tuende tukapimane kwanza, tukaangaliane kwanza, mambo ya mahari na mambo ya kwenda kwa mambo ya kwenu itakuwa ni baadaye. Na ujue kwamba ukimchukua binti kwa upande wa nje, wallahi huyo binti unazini naye. Hata kama utaenda kwa shekhe yoyote umwambie nataka kunifungishie nikah, unazini na yule binti, maana hujamchukua katika njia ambayo ni sheria, hujaifuata ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba fankihuhunna biidhni ahlihinna,
wa atuhunna ujurahunna faridha, mwachukua wale mabinti kwa idhini ya ahli ama jamii zake. Binti yako na baba, hana baba ana mama, binti hana mama ana nduguye. Sasa hapo ama kuna wajomba wake, yani kati ya hao baba ndio important kabisa ni baba. Kama baba hayuko, binti yako na ndugu yake hayuko, binti yako na baba yake mdogo, lazima unapitia kwa hao. Lakini ile ya kwamba kuchukuana kwa barabara kama stay, hiyo inakuwa ni kama unafanya zina, tukaangaliane baadaye, ndio mahali itakuwa ni baadaye, ndio mambo ya nini itakuwa ni baadaye, mambo ya kuangalia nyumba itakuwa baadaye. Wallahi hizo vitu ni mabinti wa Kiislamu ndio wanaleta mchezo kama huo, maana atakuwa ameenda ameoleka, amechukuliwa kama stay yule ambaye si kwa Muislamu, lakini pindi ndoa yake imeharibika huko ama ule urafiki umevunjika huko, akija nyumbani akipata kijana wa Kiislamu, wallahi anamwambia mahari yangu shilingi 1000 ngapi, 1100, mahari yangu shilingi 1050, mahari yangu shilingi 1200, mahari yangu. Na ukimwangalia mwenyewe hayuko sasa bikra, amekuwa ni chukra, amekuwa ni mwanamke ambaye ametembea, mwanamke ambaye ni mzinifu, lakini akipata kijana wa Kiislamu wallahi anampigia mahali mpaka unafikia labda ni binti ambaye ni bikra. Subhanallah, kijana wa Kiislamu siku hizi wamechukua yale mavazi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba ni libasu taqwa, wamechukua wanayavaa yale mavazi, wanafanya nayo vitendo ambavyo sivyo, vitendo ambavyo ni vibaya kabisa. Msichana amevaa vazi la Kiislamu, libasu taqwa, msichana tabia yake imeoza. Libasu taqwa, ukimwangalia ndani msichana ni msinifu ile ambayo hali ya ajabu. Libasu taqwa, msichana anaingia na libasu taqwa katika manyumba za vijana, kwenda kufanya vitendo ambavyo sivyo, lakini akitembea barabara unasema alhamdulillah, mashallah, wallahi hawa Waislamu hawa wako na mabinti wazuri. Kumbe ndani wameoza, lile vazi wameficha, wanachafua vazi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kheri tembea hata bila vazi la sunna, hata chukua tutembea uchi kuliko kuharibu vazi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unaambiwa kwamba Mtume amewahi kuozesha kijana kwa viatu viwili peke yake, na alaini watazawajat imra'atan ala na'alaini, kwa viatu mbili peke yake, mguu wa kulia na mguu wa kushoto, hata champali tu. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kijana amepata binti anataka kuwa kijana hana mali, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamtuma, anamwambia faltamis walau khatiman min hadid, nenda tafuta hata kama ni pete ya chuma tu, ukuje umvishe msichana, basi hiyo itakuwa mahari yako yameishia hapo. Pete itakuwa ni pesa ngapi? Kijana ametembea, ameenda ametafuta hiyo pete, anaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi sijapata hiyo pete. Unaambia kwamba fazawajahu ala an yuallimuha shay'an min alqur'ani, ukipata binti ambaye anakuambia mimi mahari yangu ni Qur'ani, huyo ni binti wa Kiislamu. Ukipata binti anakuambia mimi mahari yangu mimi nifundishe tu Qur'ani, huyo ni binti wa Kiislamu. Lakini binti ambaye atakwambia shilingi 1100, shilingi 1050, shilingi 1030, shilingi 1200, shilingi 1500, shilingi 10,000, na ameangalia hali yako, yule atakuwa ni mchumaji. Anachuma pesa kutoka kwa wanaume tu basi. Lakini binti atakayekwambia mahari shilingi 5000, binti atakayekwambia mahari shilingi 3000, 2000, 1000, shilingi 500, shilingi hata 200, huyo ni binti wa Kiislamu ambaye anazijua sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yale mahari, unajua binti amekupigia ukimwoa, inakuwa ni lazima uyalipize, ni lazima uyamalize, ni lazima uyalipe yale mahari, na usipoyamalize inakuwa